Sugu tunakwenda kuhutubia taifa namna ambavyo mambo yanajiri kwenye viwanja mbalimbali vya kabumbu. Kaka kwema? Kwema, kwanza lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema. Naamini kwamba tumemaliza wiki ya mechi za kimataifa. Ilikuwa wiki sio nyepesi. Ilikuwa wiki ya kimchaka sana kwenye timu zetu 4 ambazo zinapata nafasi ya kushiriki katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Timu zote zimequalify. 2 zimequalify klabu bingwa na 2 zimequalify katika shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limekuwa jambo jema, limekuwa jambo zuri kuona namna ambavyo taifa hili kwenye timu 4 zote zimequalify kutoka raundi ya kwanza kwenda kwenye raundi nyingine. Kwa hiyo ni jambo jema, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Story nyingine zitabakia, maneno mengine yatakuwepo, lakini kama taifa hili limesimama imara kwenye michezo, kuna namna ambavyo timu zetu 4 zote zinafanya vizuri. Lakini kikubwa lazima tumpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Nafikiri goli la mama meliona kwa namna ambavyo vijana wanajitoa, wanapambana kwenye jasho na damu, kuna namna ambavyo wanakwenda kuchukua ile zawadi, lakini pia wanalisimamia taifa katika mashindano ya kimataifa. Mara baada ya mchezo wenu wa jana dhidi ya Gaborone United, anazungumzwa Hemed Morocco na wachambuzi miongoni mwa watu waliofanya Simba wawe katika performance ya kawaida. Lakini Hemed Morocco yeye anawazungumza wachezaji, uwezo wao na hali yao ya physique umewafanya wachezaji waonyeshe mchezo wa kawaida. Kisugu, tuanzie hapa. Ni sawa kumtupia lawama Hemed Morocco? Kwanza mimi nimpongeze sana Hemed Morocco. Ni kocha ambao ameonyesha ukubwa wake. Unapokwenda kumzungumzia Hemed Morocco, unakwenda kumzungumzia kocha wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini unapokwenda kumzungumzia Hemed Morocco, ni mwalimu ambaye amepewa dhamana kwenye mechi moja kuhakikisha kwamba Simba wana qualify kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi naamini alichofanya Hemed Morocco ni ujasiri ambao hata mimi mwenyewe Kisugu ningekuwa mwalimu nisingeweza. Unakwenda kubeba mzigo mzito katika hali ngumu. Lazima tukubali kwamba Simba imepita kwenye situation kubwa. Simba ndio timu pekee kwenye Afrika Mashariki na Kati na lenye benchi kubwa kuliko ni timu nyingine yote. Simba limeondokewa na benchi zima la ufundi. Mwalimu ambaye alosajili, mwalimu ambaye alikuwa na timu pre-season, mwalimu ambaye aliongoza Simba kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Gaborone ya Botswana. Leo unapokwenda kuiacha timu ghafla, maana yake kitaalamu kwenye psychology timu haiwezi wachezaji wakawa vizuri. Tumepita katika kipindi kigumu, Hemed Morocco anajua, lakini alipopigiwa simu na viongozi wa Simba, mara ya kwanza ninavyofahamu mimi ilikuwa ni ngumu sana kumshawishi kukubali kubeba ule mzigo. Lakini Hemed Morocco mwisho wa siku akabeba ujasiri, akabeba uzalendo, akakubali kubeba ule mzigo, lakini tunamshukuru amefanikisha na amekwenda kutimiliza matakwa ambayo viongozi wa Simba waliomkabidhi. Watu wanashindwa kuelewa, ngoja niwaambie. Makubaliano ya Hemed Morocco na Simba ilikuwa mechi moja tu kuivusha. Jana ilikuwa mechi ya kwanza na jana ndio ilikuwa mechi ya mwisho kuiongoza Simba. Lakini amekwenda kupigana kusimama imara akiwa mpweke kwenye technical bench. Hana wa kumsaidia, hana wa kumshauri. Alisimama kama Hemed Morocco kuna namna ambavyo timu inakwenda qualify. Tumekwenda kucheza na timu ngumu. Timu kutoka Botswana hazijawahi kuwa nyepesi, lakini tunashukuru Mungu tumequalify. Moja ninachoamini mimi, yale mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, hususan kwenye hatua za awali, hakuna msimamo wa ligi baada ya mechi kusha. Hakuna nani aliongoza baada ya mechi kusha. Filimbi ya mwisho itakapopigwa ndiko ambako matokeo yanafanyaje? Yamekwisha. Wao CAF wanachoangalia nani amequalify kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Niwape historia ndogo ambayo Watanzania wengi na watu wa mpira hawajui au wameisahau. Simba Sports kutoka taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio timu ambayo imefanikiwa kuwatoa wa Botswana mara nyingi ambapo tunafanyaje? Tunapokutana nao. Japokuwa wao walipata nafasi ya kututoa kupitia John Galaxy, lakini sisi tumewatoa mara nyingi kuliko wao. Na hakuna timu yoyote ya Tanzania, nieleweke, hakuna timu yoyote Tanzania ukiondoa Simba iliyowahi kuitoa timu kutoka Botswana. Kwa sio kuwa na kumbukumbu upande wa pili labda. Alafu istosha katika haya mashindano
Kwenye timu 4 tulizocheza, timu iliyocheza na bingwa ni moja. Simba Sports Club. Ni Simba Sports. Kwa mimi naamini mechi ilikuwa ngumu. Nawapongeza vijana walipambana. Japokuwa tukicheza katika kiwango ambacho chetu Simba tufanyaje? Tulichokizoea. Lakini dhamira ile mechi sio magoli mengi, dhamira ile mechi kuona Simba inafanyaje? Ina qualify. Kisugu, mwalimu Hemedi Moroko ametupia mzigo wa lawama kwa wachezaji kwa kusema viwango vyao, hali yao ya upambanaji na fitness ilikuwa chini. Pengine kipi kilichofanya wachezaji kuwa katika hali hii? Psychology inaweza akakuondoa kwenye standard yako ambayo ulikuwa nayo kila siku. Nimezungumza hapo awali. Unajua nitoe mfano mmoja, ni sawasawa familia inayoondokewa na baba na mama kwa ghafla. Umeelewa vizuri? Watoto wataishi kwenye maisha gani? Kwa muda mchache. Maisha magumu. Tumepitia kwenye situation ngumu Simba mno. Kama tungekuwa na viongozi ambao hawako strong, ile mechi Simba jana tulikuwa tunakwenda kuaga mashindano. Kuna jambo limefanyika jana na Waboswana kwenye uwanja, wachezaji wao walionekana kama kuna vitu wanafanyaje, wanavimwaga. Watu wakajiuliza, sisi hatuna viongozi? Kwani wewe unaamini ulozi Kisugu? Watu wakasema, hivi kwa nini wameachoa wako huru? Niwaambie mechi ya jana hata walinzi kwenye uwanja wakutakiwa kwa mujibu wa taratibu za CAF. Walinzi hawakuhitajika. Na ndio maana ile mechi imechezwa, unaona walinzi pale? Hakuna. Kikubwa tuwapongeze sana wachezaji. Mimi kwangu binafsi wamepambana, wamevusha timu. Waswahili wanasema aliyopita sindwele tugange. Kisugu, umesema na kama inavyotamkwa Hemedi Moroko jana ilikuwa mechi yake ya kwanza na ya kipekee kwa Simba Sports Club. Sababu alisimamishwa kama caretaker wa mechi moja. Wanazungumzwa makocha wengi ikiwemo Miguel Gamondi. Kisugu, wewe ni mtu wa Zandani, unajuaga mapema nani anakuja kuiongoza Simba. Kwanza huyo kocha ambaye pengine atakuja Simba, utaridhika naye na ubora alionao, pengine Simba itarudi kwenye makali yake tuliyoyazoea? Kwanza nimpongeze sana mwenyekiti wa bodi wa klabu ya Simba, Clatous Magodi. Na niwaambie waandishi, kachimbeni hili. Mwalimu wa Simba ameingia jana usiku. Haka. Watu walisimama airport hawajamuona. Mwalimu wa Simba ameingia jana usiku. Pengine taifa lake hapa. Moja, ni mwalimu mkubwa kwenye bara la Afrika. Anatokea taifa gani? Lakini pili, ni mwalimu ambaye ameshafundisha vilabu vikubwa kwenye bara la Afrika. Lakini tatu, ni mwalimu ambaye amepata mafanikio makubwa mno kwenye mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Hata uraia wake basi. Pengine muda ukifika Ahmed ataongea. Naamini kwa aina mwalimu Simba waliyemleta, aina mwalimu aliyeteremka jana, Simba anakwenda kuwa bingwa, klabu bingwa barani Afrika. Kisugu, rudi hapo. Au tata kidogo hiyo. Simba mwalimu aliyeshuka jana, ambaye ndani ya siku 4 zijayo atatangazwa na Ahmed Ali, Simba inakwenda kuwa bingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Serious. Ni mwalimu mwenye viwango vikubwa mno kwenye bara la Afrika. Na mwalimu ambaye ana historia kubwa kwenye soka la bara la Afrika. Lakini siwatajii. Lakini ututajii. Jana, maana halisi ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika ni mechi ambayo cheza Simba na Gabaro. Imekwenda kuonyesha uasilia mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, ugumu wake. Watoto wa mjini wanasema sisi tumekutana na timu, wao wamekutana na viande. Sio ubora wa Yanga ndio umefanya wili yetu waonekane viande. Tanzania imecheza na timu moja Tanzania. Ile timu na mwanangu Faris ni mkubwa kuliko ile timu. Klabu bingwa shirikisho. Klabu bingwa. Mwanangu Faris ni mkubwa kuliko ile timu. Kwa hiyo waandishi lazima niseme, mechi haikuwa nyepesi. Mechi ilikuwa ngumu. Gabaro anakuja kwenye ile mechi, tayari mtu analysis ameshaisoma vizuri Simba kujua ubora wake na udhaifu wake. Hemedi anakwenda kwenye ile timu, siamini hata kwamba alikuwa na mtu analysis
kumwambia udhaifu na ugumu wa Gabaroo ukoje. Kilichotubeba, mimi naamini ubora wa Ahmed Morocco na ujasiri wa wachezaji wa Simba kujitoa kuipambania Simba. Mnamtaka Gamondi, yanasemwa hayo na baadhi ya wachambuzi ambao wao wanasema wanapata taarifa za usajili na taarifa za klabu mapema. Wapo wanaojiita Fabrizio wa Tanzania. Nimesema na nilijibu hilo. Nimesema mwalimu wa Simba kashuka jana. Sio huyo wanaomtaja wao. Kashuka jana usiku wa kuamkia leo. Ile kwa kuchanganya watajia hata utaifa. Simba watataja. Ila mimi naambia walimu wa Simba. Kisugu, kwa tulichokiona jana kuelekea malengo ambayo yamewekwa katika mashindano ya klabu bingwa na klabu ya Simba kuhakikisha kwamba wanavuka robo finali na kwenda nusu finali, hatimaye kuweza kutoa hata taji lenyewe. Umeuona mwanga na matumaini yako vipi sasa? Yes. Lengo la Simba kuna namna ambavyo tunakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi binafsi kwa uzoefu wangu kwenye mpira naona Simba tuna timu nzuri na Simba tunakwenda kufanya makubwa sana kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Niwape kumbukumbu iliyokuwa ndogo tu. Mwaka jana mechi ya kwanza Simba tucheza na wala Libya. Al Ahly Tripoli. Kwao tulitoka suruhu bila kufungana. Tunakuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mapema tu Mabururu anaiweka. Lakini mwisho wa siku Simba ikashinda goli 3-1. Namna performance ya Simba watu walivyoiona wakaona kabisa Simba hii haiwezi kufika mbali. Lakini ndio Simba ilikwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Niwaambie wana Simba wasiwe na hofu katika hili. Waendelee kuisupport kwenye timu yao. Simba inakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kisugu, baadhi ya mashabiki wa Simba wametupa lawama kwa nyota wao Jean-Charles Ahoua. Wanasema kwamba ndiye aliyefanya mechi ikawa ngumu kutumia zile nafasi mbili alizozipata za wazi kabisa. Pengine unalipi la kuzungumza Kisugu? Watu wanamtupia lawama nyingi sana Jean-Charles Ahoua. Kwanza niwapongeze kwa mitazamo yao. Wana mitazamo mizuri kama mashabiki, wana haki ya kutoa maoni yao. Kwangu binafsi nampongeza Ahoua, naamini kwamba ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye ametoa mchango mkubwa jana kuiona Simba inatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Lazima nikubali nikiri kuna magoli yamekosa, this is football. Kuna muda mwingine unafanya vizuri na kuna muda mwingine unakosa magoli. Nitaendelea kuwa support wachezaji wa Simba, nitaendelea kuwapa mioyo wachezaji wa Simba na msemo mmoja tunapenda kutumia Peter Sindwele Kiganja. Yanazungumzwa mambo kuwepo kwa X factor, ambapo kwa upande wa pili wanazungumzwa X factor wengi sana. Mohamed Dombia, Pacome Zouzoua. Kwako wewe, kwa maana ya Simba Sports Club, ugumu wa mechi, wachambuzi wanasema kutokana na Simba hawana X factor na Fadlu alimuhitaji mkashindwa kumpatia. Viongozi wa Simba wana la kulaumiwa hapa. Nimenukua maneno yao Kisugu, sio mimi. Kwa hiyo kwenye klabu yako X factor hakuna kaka. Ni maneno. Na siku zote wanasema mdomo nyumba ya maneno. Nyinyi mnaamini wachambuzi wanasema waendeleeni waache kusema. Lakini hao mnaozungumza wanachezaji wa aina hiyo, nendeni mkaangalia kwenye ligi ya NBC. Wao wana point 3 na goli 3, nasi kwenye ligi ya NBC tuna point 3 na goli 3. Ukaenda kwenye mashindano ya klabu bingwa Afrika, nimesema hakuna msimamo wa ligi. Wao wamequalify kutoka hatua moja, nasi tumequalify kutoka hatua moja. Wao wamecheza na timu ambayo si bingwa kwenye nchi yao. Simba amecheza na timu bingwa kutoka kwenye nchi yake. Kwa mimi naamini Simba tuko vizuri, Simba tuko sawa sawa. Simba ndio tuna key player Mtanzania mwenye uwezo mkubwa. Anazungumzwa na waandishi wengi kuliko mchezaji kiumbe kingine chochote. Nani? Una mchezaji anavaa Simba jezi namba 18. Kaulizeni sio anaitwa nani? Mimi jina silijua. Anaitwa nani yule? Hata nyoandisha mjue. Kwa hiyo naamini tuna timu nzuri, tuna timu ambayo ilokamilika na namna ambavyo vijana wanapambana. Mimi na imani nao kubwa, kuna namna ambavyo tutakwenda kufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini Kisugu, ukitazama tangia umeanza msimu kuanzia kwenye Simba Day na mechi kadhaa, wengi wanasema quality ya wachezaji mmoja mmoja, kile kiwango kimeshuka Kisugu. Yaani ukizungumzia Mpanzu, Jean-Charles Ahoua na wengine, yani ubora huu umeshuka mchezaji mmoja mmoja. Kwenye timu Mavara nikwambia kitu kimoja. Kabla hujaangalia individual player, lazima uangalie combination ya timu ikoje.
Inawezekana kwa wachezaji mmoja mmoja wana uwezo mkubwa, lakini combination ya timu kafanyaje? Ikashindikana. Mimi naamini Simba tunajideia kikubwa zaidi muunganiko wa timu kwa namna inavyocheza kuliko ni mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo mimi naamini bado majibu yangu yako pale pale. Kikosi ambacho kitachokwenda kutoa kimasomaso wa Tanzania katika mashindano yanaandaliwa na shirikisho la soka, hususan klabu bingwa bana inafika, ni Simba Sports. Mmetaka ndio hivyo, amkutaka ndio hivyo. Shukrani sana. Washukuru sana waandishi wa habari.